Unajua utumiaji wa pombe unavyoenda kuathiri na kupoteza nguvu zako za kiume kabisa. Pombe zinaenda kuathiri mfumo wako wa ubongo, ina maana zinaenda kuathiri mfumo wako wa taarifa. Na maombi yako yaweza kusimama vizuri, yanahitaji taarifa kutoka kwenye ubongo kusafishwa kupitia mishipa ya fahamu na kufika kwenye uume wako, ndipo utakapoweza kupata msisimko na kuweza kupata hisia zote za tendo, na maombi yataweza kusimama kwa uimara na kukuwezesha kushiriki tendo la ndoa. Kwa endapo kama utaendekeza utumiaji wa pombe, inaenda kuua mfumo wako wa taarifa na kusababisha hisia kuanza kupotea taratibu, ishara za mwili kuweza kupotea kabisa, na kupelekea mwanaume kutokuwa na uwezo wa kulimudu tendo la ndoa ipasavyo. Lakini pia pombe inaenda kuhatarisha uwiano au usawa wa homoni yako ya kiume. Inapohatarisha uwiano wa homoni ya kiume, itasababisha pia hamu ya tendo kupotea, inasababisha maumbile kuanza kuwa dhoofu na kusinyaa, inasababisha pia mbegu zako za kiume kupungua, kwa sababu homoni ya kiume ndio inahusika kuratibu homoni zako zinazohusika katika kutengeneza mbegu za kiume. Hivyo usione kuwa kadri siku inavyokuwa zinaongezeka uwezo wa wewe kushiriki tendo unapungua kwa sababu ya utumiaji wa pombe. Acha pombe ili kuweza kulinda heshima yako kama mwanaume. Afya yako ni uwekezaji wako. Kama unahangaika na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, chukua namba yangu nipigie uweze kupata matibabu sahihi, kwa sababu nimewasaidia wanaume wengi sana kuweza kuondokana na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume.